Watu wengi sana ulimwenguni wameghadhabika, na kuwa na kinyongo na mtu ni kama kumeza sumu na kutumaini kuwa adui yako atakufa. Inakuumiza wewe peke yako. Sasa ninafundisha kuhusu matunda ya Roho Mtakatifu: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Leo nitafundisha kuhusu wema na fadhili. Wengine wenu wana hali ngumu sana katika uhusiano wenu. Hiyo ninafahamu vizuri, lakini nitawaambia ukweli. Haitakusaidia kuwa na machungu na kuwa na hasira na kuruhusu shida zako zikufanye mbinafsi na mkali na mwenye roho ngumu. Chochote ufanyacho, usimruhusu yeyote akufanye mkali na mkatili. Hivyo ndivyo nilivyokuwa kutokana na kunyanyaswa utotoni. Babangu alikuwa katili. Yaani hivyo ndivyo unavyoweza kumuita, alikuwa katili. Na baada ya kupitia hayo kwa miaka 18, nilikuwa na moyo mgumu sana, mkali na mtu asionyesha hisia kwa urahisi. Na sikujua namna ya kuishi katika hali hiyo. Lakini kabla ya kujua namna ya kueneza neno, nililazimika kujifunza namna ya kupokea kutoka kwa Mungu. Ilinibidi kukaa miaka mingi huku nikimruhusu Mungu anipende na anivumilie na anihurumie na awe mwema kwangu na mwenye fadhili kwangu. Ninakuhimiza utarajie wema wa Mungu dhihirike maishani mwako kila siku, lakini pia uwe na nia ya kukubali wema huo uenee kupitia kwako. Kila kitu kutoka kwa Mungu kinapaswa kuja kwako na kuenea kupitia kwako. Kuja kwako na kuenea kupitia kwako. Na ikiwa unahisi kabisa kuwa unahitaji kuwa mtu rahisi zaidi wa kushirikiana na watu, basi ufanye huo uwe mradi kati yako na Mungu, kwamba unataka kukuza matunda fulani ya Roho Mtakatifu na hutaki kuwa mkali na mgumu wa kupatana na watu, na mtu anayeshikilia sheria sana na asiyeshawishika na anayekasirika kila wakati mambo yanapoenda kinyume na matarajio yake. Pengine unasema, nilikuwa natumaini sana kuwa utanipa neno leo. Nilitumai kuwa utaniambia jinsi ya kuepukana na matatizo yangu. Ndiyo, kwa hakika nafikiri hivyo ndivyo ninavyofanya. Amen. Mathayo 9:13 inasema, basi kajifunzeni maana ya maneno haya, huruma wala si tambiko. Wakolosai 3:12, nyinyi ni watu wake Mungu, yeye aliwapenda na kuwateua, kwa hivyo basi vaeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, pole na uvumilivu. Wewe ni mwakilisho wa Kristo ulimwenguni. Na anasema kuwa unahitaji kuvaa inavyofaa. Na hazungumzii kuhusu mavazi ya kawaida, anazungumza kuhusu mtazamo. Nyinyi mlioteuliwa na kutakaswa na kupendwa na Mungu, vaeni moyo wa huruma, wema, msijione wenye hekima sana. Na hiyo haimaanishi ufikirie mabaya juu yako. Inamaanisha kutofikiria kuwa wewe ni bora kuliko watu wengine. Na sababu mojawapo inayofanya tuwadhalilishe watu ni kufikiria kwamba sisi ni bora kuliko watu wengine. Basi vaeni uvumilivu ambao hauchoki na una nguvu za kustahimili chochote, na huwa na subira. Vumilieni na kusameheana. Iwapo mmoja wenu analo jambo lolote dhidi ya mwenzake, mnapaswa kusamehe kama Bwana alivyowasamehe nyinyi. Mstari wa 14, zaidi ya hayo yote zingatieni upendo. Tutajitayarisha vipi kufanya hivyo? Ukirejea kwenye mstari ya kwanza kabisa ya sura hii, mstari wa kwanza, basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, panieni mambo ya juu kule Kristo aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Muwe na hamu. Ninaipenda hii.
muwe na hamu ya mambo ya huko juu na siyo mambo ya hapa duniani. Itakuwa ni vizuri sana kwangu ikiwa nitakuwa na hamu ya kuzingatia mambo mazuri anayofanya Dave badala ya mambo machache anayofanya ambayo siyapendi. Itakuwa ni vizuri sana kwangu ikiwa nitafikiria kuhusu kile ninachoweza kumfanyia mtu mwingine badala ya kile ambacho hawanifanyii. Itakuwa hata bora kwangu ikiwa nitafikiria kuhusu jinsi nitakavyokuwa baraka badala ya kufikiria kuhusu tatizo hili nililokuwa nalo kwa miaka 12 ambalo haliishi. Ninajaribu kukuonyesha leo jinsi unavyoweza kujisaidia. Najaribu kukuonyesha jinsi unavyoweza kuongeza furaha yako mara moja, na wakati huo huo kumfurahisha Mungu. Je, kuna yeyote humu ndani anayehimizwa kufanya jambo? Kuwa na hamu ya mambo ya juu. Na hiyo haimaanishi kuketi na kufikiria kuhusu mawingu, malaika, milango ya lulu na mita ya dhahabu. Jamani, usilifanye jambo hilo kuwa la kiroho sana. Ina maana kuwa ufikirie mambo ambayo Mungu mwenyewe anaweza kuyafikiria. Kuwa na hamu ya kukuza tabia ya kimungu. Kuwa na hamu ya kukomaa katika Bwana na kutoka ulimwenguni na kumwakilisha vyema. Usije ukawa na kibandiko cha Ukristo tu kisha ukawa kama walimwengu wengine. Wajua, ikiwa unataka kutumiwa na Mungu, njia ya haraka sana ya kupandishwa cheo na Mungu ni kumakinika na matunda ya Roho Mtakatifu. Musa alikuwa mvumilivu na mwema kwa Waisraeli, hata kama walimlaumu kwa majaribu yao yote na kunung'unika mara kwa mara. Kusema kweli, sijui jinsi Musa alivyoweza kuwavumilia. Wajua nini? Sidhani Musa alikuwa hivyo tangu mwanzo. Je, unajua alivyofaulu kuwa hivyo? Alikuwa mahali pasipojulikana kwa miaka 40. Na kinachonipendeza ni kuwa Biblia haituelezi chochote kuhusu kilichotokea baina ya Musa na Mungu katika kipindi hicho, isipokuwa wakati Mungu alipomuita ili akawakomboe watu wake. Biblia inasema kuwa Musa alikuwa ndiye mtu mpole zaidi duniani. Wajua nini kinachokulainisha moyo? Uchungu wako mwenyewe. Unapitia kitu kigumu sana hadi unafikiria kuwa huwezi kustahimili. Lakini baada ya kupitia hayo, utakuwa na moyo laini zaidi, utalia kwa urahisi. Utajali kwa haraka kuhusu wale wanaoumia, utakuwa mwangalifu zaidi kuhusu yale unayosema kwa watu. Tunaweza kusahau kwa haraka na mioyo yetu kwa migumu tena. Lakini Mungu atatubadilisha tena. Sijui kilichofanyika kwa Musa katika miaka hiyo 40, lakini najua kuwa miaka hiyo ilipokamilika, Musa alikuwa amebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Na hata Mariamu na Haruni walipomsema vibaya Musa, na Mariamu kushikwa na ukoma kwa sababu ya kumsema vibaya Musa, Musa alimwomba Mungu awasamehe wala asiwaadhibu kwa matendo yao dhidi yake. Tunaweza kuwa watu wanaosema Mungu waadhibu, wanastahili kuadhibiwa. Jamani, wakati mwingine tunafurahia kisirisiri wakati watu waliotukosea wanapokumbwa na mambo mabaya. Lakini licha ya chochote kilichompata Musa huko jangwani, aliibuka huko bila hisia za kumuumiza yoyote. Hakutaka kumwona yeyote akiumia. Hakutaka kumwona yeyote akiwa mpweke au duni. Yusufu naye alikuwa vivyo hivyo. Wanawake na wanaume mashuhuri tunawaona wakitumika katika Biblia ni watu waliokuza tabia hizo. Ruthu alikuwa mwema kwa mama mkwewe. Alikuwa na uwezo wa kumwacha na kurudi katika nchi yake ambako angetunzwa vyema, lakini alisema hapana, nitakaa nawe hata kwa shida, sitakuacha. Basi Ruthu akaishia kuolewa na mwanamume tajiri zaidi hapo nchini, na Kristo alizaliwa kutoka kwa ukoo huo. Musa alileta ukombozi kwa watu wa Mungu.
Yusufu aliuzwa utumwani na ndugu zake na kushtumiwa bila kosa na kudhulumiwa na kufungwa gerezani kwa miaka 13 kwa kosa ambalo hakulifanya. Sijui kilichotokea katika gereza hilo kwa miaka 13, lakini ninachojua ni kwamba Yusufu alipotoka huko alikuwa mtu mwema, mwenye upendo, mnyenyekevu, hivi kwamba alitumia maisha yake yote ya baadaye akiwahudumia watu. Na wakati wa kiangazi, ndugu zake waovu waliporudi na kumwinamia, Yusufu alisema, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Sio jukumu langu kulipiza kisasi? Basi njooni, mimi nitawapeni chakula pamoja na watoto wenu kwa miaka yote. Kuwa na fadhila kwa mtu. Sahau mambo mengine. Chochote kilichokuwa kimekukasirisha ukija hapa, kisahau. Kisahau tu. Wajua, kusamehe kunamaanisha kumpa mtu zawadi. Si kwamba unamsamehe mtu kwa sababu anastahili kusamehewa. Unamsamehe kwa sababu una moyo mkubwa wa kufanya hivyo. Watu wengi sana ulimwenguni wameghadhabika. Na kuwa na kinyongo na mtu ni kama kumeza sumu na kutumaini kuwa adui yako atakufa. Inakuumiza wewe peke yako. Jiweke huru leo na uisahau. Chochote kinachokughadhabisha kisahau. Hapana, hiyo haifai na si haki. Ndiyo, kuna yule atakayekulipa. Naye ni Mungu. Mungu atalipiza kisasi. Mungu atakufidia katika maisha yako. Mungu atakupa zawadi. Mungu amenifidia kwa yale aliyonitendea babangu, lakini nililazimika kumsamehe na kumtunza alipokuwa mzee hadi alipofariki. Na kutokana na hayo babangu alimpokea Yesu akabatizwa na najua yuko mbinguni sasa. Kumchukia mtu sio kuwa na ushindi. Kumkasirikia mtu sio kuwa na ushindi. Wajua, ikiwa mtu ni dhalimu haimaanishi kuwa urudi tena na kuwapa fursa ya kukudhalilisha tena, lakini huna haja ya kumchukia. Wacha kusema kuhusu yale uliofanyiwa na watu, badala yake tumia muda wako kusema kuhusu yale unayoweza kumfanyia mtu mwingine. Je, mmenisikia? Wacha kusema kuhusu yale uliofanyiwa na watu, badala yake tumia muda wako kusema kuhusu yale unayoweza kumfanyia mtu mwingine. Ni lazima tuonyeshe ulimwengu kitu, sio tu kusema kitu. Sasa hii itakuwa vigumu kiasi kwako, sitakwambia kuwa ni rahisi. Yaani unaweza kuamua kumsamehe mtu aliyekuumiza na unaweza kukutana naye jioni ya leo na ukatamani tu kumzaba kofi. Lakini sasa nitazameni, hebu niwaeleze kitu. Wewe sio mtu mbaya kwa sababu unahisi hivyo. Mungu anavyotaka ufanye ni kuhisi kama mtu asiyefaa na bado uchague kufanya kinachofaa. Hapo ndipo Roho Mtakatifu anapoingilia. Mungu hutupa nguvu za kuwapenda adui zetu, kuwaombea wanaotuumiza na kuwaruhusu watu katika maisha yetu ambao hawana haki ya kuwepo hapo. Kumfanyia kitu mtu ambaye hakufanyii chochote, unakuwa kama Mungu. Unatenda kama Mungu. Hufai kutenda kama mtu wa kawaida ambaye hajaokoka na ambaye hajafanywa upya. Hatufai kutenda kama shetani. Tunaweza kutenda kama Mungu. Mojawapo ya maandiko bora zaidi kwenye Biblia kuhusu Yesu ni katika Matendo ya Mitume 10:38. Hebu tuyatazame. Naam, ninakiri kuwa napenda kufundisha. Nina kazi ya ziada kwenu mtakapotoka kwenye kongamano hili. Hebu tufungue maandiko hayo. Mnajua Yesu wa Nazareti na jinsi Mungu alivyomteua kwa kummiminia Roho Mtakatifu na nguvu. Mungu alikuwa pamoja naye.
Yeye alikwenda huko na huko akitenda mema na kuwaponya wote waliokuwa wamevamiwa na Ibilisi. Unajua ninachopenda kuhusu maandiko hayo? Yesu aliamka kila siku na kwenda huko na huko akitenda mema. Sote huamka kila siku na kwenda huko na huko. Wajua, huwa tunafanya maisha ya Kikristo kuwa magumu na tunajaribu sana kuwa wa kiroho hivi kwamba katika harakati hiyo tunakosa kuwa kama Mungu. Jamani, unaweza kuwa na shughuli nyingi sana kanisani hivi kwamba huna hata wakati wa kumsikiza Mungu. Je, ulijua hivyo? Alikwenda huko na huko akitenda mema. Mema. Kuwa na wema kwa mtu. Kuwa mfadhili. Wasamehe watu hata kama hawastahili msamaha. Usipoteze muda ukiwachukia watu na kuwa na hasira. Hata kabla mtu hajamaliza kukukosea, wewe unafaa kuwa umemsamehe tayari. Wanapokuwa katika harakati za kukukosea, unapaswa kuwa umefanya uamuzi kuwa nitawasamehe. Upendo huamini yaliyo bora zaidi. Pengine hawakunuia kukuumiza wewe. Hebu tutazame Warumi 12. Mko sawa lakini? Mungu ni mwema. Na sasa mtakuwa wema. Je, hufurahishwi kwa kuwa mwema kwa mtu? Nina hamu sana kumpata mtu ambaye nitakuwa baraka kwake. Mstari wa 17. Warumi 12:17. Msilipe ovu kwa ovu. Zingatieni mambo mema mbele ya wote kadri inavyowezekana kwa upande wenu. Muwe na amani na watu wote. Wapenzi wangu, msilipize kisasi, bali mwachieni Mungu jambo hilo, maana maandiko matakatifu yanasema, kulipiza kisasi ni shauri langu, mimi nitalipiza, asema Bwana. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mpe kinywaji, maana kwa kufanya hivyo utamfanya apate aibu kali kama makaa ya moto juu ya kichwa chake. Na nilijua kuna njia ya kuleta upatanishi. Ukisoma maandiko haya vyema utagundua kuwa makaa hayo ni upendo. Na ndiyo hii siri kubwa katika Biblia. Maisha yako yote yanaweza kubadilishwa na mstari wa 21. Usikubali kushindwa na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Kwa wema. Wema ni mtazamo tulionao kwa watu kwa kuwa tayari kuwasamehe, kutokuwa wagumu kwao, na fadhili ni hatua tunayochukua ili kuwa baraka katika maisha yao. Wagalatia 6:10. Ni mstari unaobadilisha maisha kulingana na mtazamo wangu. Nitawaelezeni haya kisha tutakomea hapo. Lakini sijamaliza bado, kwa hivyo msiondoke. Maandiko haya hakika yaliyabadilisha maisha yangu. Kwa hivyo kama vile tukio na nafasi inavyojitokeza kwetu, kila mtu sema nafasi. Sema tena nafasi. Ninashangaa ni nafasi ngapi tulizo nazo za kumfanyia wema mtu na tunazipoteza. Kwa sababu inahitaji jitihada zaidi au kujitolea zaidi, au tuna shughuli nyingi sana, au hatuna wakati, au hata hatuyasikizi wanayoyasema. Kwa hivyo tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu. Na nafasi ndiyo hii. Napenda hayo. Kumbuka, weka kumbukumbu za au
weka akili yako kwa madhumuni. Kumbuka kuwa wa baraka, hasa kwa ndugu wa imani yetu, na maisha yako yote yatabadilika. Dhamira yako yote, mtazamo wako na utu wako utabadilika ikiwa utatoka hapa ukisema, Mungu, nataka kubadilika. Nataka unitumie. Nataka tunda la Roho Mtakatifu likuzwe maishani mwangu, na niwe mwema kwa watu popote niendapo. Na baada ya kuwa mwema kwa watu wawili au watatu na uhisi kwamba unatunukiwa, Shetani naye atasema ndani yako, mimi je? Mtu atanitendea wema lini? Na hapo ndipo unahitajika kusema, Mungu atanishughulikia. Usichoke kutenda wema, kwa kuwa hivi karibuni utavuna iwapo hutakufa moyo. Mungu atawatunukia wale wanaomtafuta kwa bidii. Na ninataka kuwahimiza ya kwamba anza kuwasikiza watu. Watu hukwambia kila wakati wanachokitaka na wanachohitaji na kitakachowafurahisha. Wanakwambia kila wakati, lakini tunashughulikia mahitaji yetu kiasi cha kwamba hatuwasikizi. Kisha fanya mpango wa kushughulikia mahitaji yao. Tuache kumwomba Mungu atutendee mambo ambayo tunaweza kujitendea ila hatutaki. Mungu, utawapa hayo. Mbona usitoe pesa zako mwenyewe kisha ukaenda kuinunua? Ni wangapi wanaokubaliana nami? Tunamwomba Mungu atutendee mambo ambayo tunaweza kujitendea ila hatutaki. Wajua nini? Nimeishi kwa muda mrefu nikiwa na wazo la kujaribu kuwa Mkristo kamilifu. Kwa miaka 33 nimekuwa mwanafunzi mwaminifu wa neno la Mungu, na nimelifunza neno kwa miaka 33 na ninaweza kusema kwamba nimejaribu kila kitu ili kujifurahisha, na hilo ndilo jambo tu ambalo limefanikiwa maishani mwangu. Na wapeni amri mpya, pendaneni kama nilivyowapenda nyinyi. Mkipendana, watu wote watajua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Mlikuja hapa mkitaka kujua jinsi maisha yenu yatakavyoimarika, mkitaka kujua mtakavyorejesha furaha yenu, mkitaka kujua jinsi mnavyoweza kupata ufanisi wenu. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, upole na kiasi. Haya ndiyo majibu ya maombi yako. Ruhusu kilicho muhimu kwa Mungu kiwe muhimu kwako. Ikiwa utaangazia kilicho muhimu kwa Mungu, naye atayaangazia na kuyashughulikia mahitaji yako.